tumpigie dada wetu Martha makofi mazuri na tumwambie abarikiwe sana kwa sababu ametuongoza vizuri. Naitwa Priska, nimeokoka, Yesu ni Bwana, niko na tumaini la mbingu. Na wakaribisha katika nyumba ya Baba, msikie kwamba mahali ambapo panafaa mbele ya uwepo wa mfalme, mahali ambapo kila mmoja ni wa maana. Bwana asifiwe. Ukiwa mahali pale, ujisikie kwamba uko ndani ya nyumba ya Baba yako na unapendeka, na ujisikie ya kwamba wewe ni wa maana sana. Twawashukuru kwa sababu ya kufika asubuhi ya leo. Najua ya kwamba ni kwa mwariko wa Roho Mtakatifu ukaweza kufika, na kwa hivyo ukiwa mahali pale ujihisi ya kwamba aliyekualika yu mahali hapa na anaenda kukunenea katika jina la Yesu. Imefika wakati wa kulisikia neno la Mungu. Ningelipenda uenende mbele zake. Aliyekualika akakuleta mahali hapa, mwambie ya kwamba umefika, akakunenee kwa sauti ile wewe utakayomuelewa katika jina la Yesu. Enenda mbele zake kwa sababu yu hapa katika jina la Yesu. Asanti Bwana, uinuliwe na upewe sifa. Heshima zote ni zako, tunakuinua mfalme wa ajabu. Asanti kwa sababu ya kutuleta katika nyumba yako. Tunajua ya kwamba una kusudi jema juu ya maisha yetu. Wajiachilia na ili utunenee kwa sauti tutakao kuelewa katika jina la Yesu. Mtumishi wako tumkabidhi mikononi mwako Bwana. Tunaomba ukamtumie kama chombo cha dhamana. Twamuombea uweli wa afya anaposimama mbele ya watu wako. Naomba kibali chako juu ya maisha yake Bwana. Ninakushukuru kwa sababu utatunenea asubuhi ya leo. Mapenzi yako yanaenda kutimilika maishani mwetu. Uinuliwe na upewe sifa, maana ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Tuweke mikono yetu pamoja, tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Amen and amen. We may take our seats in the presence of the Lord. Habari zenu jioni. It is still in the morning. It is 11:53. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana katika ibada ya asubuhi ya leo. Maana Mungu alituleta hapa na akakuleta ili apate kukuzungumzia. Umesikia sauti nyingi sana na huko nje katikati ya wiki kupitia kwa runinga, kwa redio, kusoma magazeti, hata kusoma the social media, na yawezekana mambo hayo yote yamekuvunja moyo. Iposa Mungu amekujalia neema ya kufika hapa, maana kupitia kwake atakubariki, kupitia kwa neno lake atakunenea katika jina la Yesu Kristo. Si unikaribishie tu jirani, mwambie karibu. Karibu sana. Mwambie karibu sana. Maana ni wakati mzuri wa kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Tufungue Biblia katika kitabu cha Yohana 16 mstari wake wa 28. John chapter 16 verse 28. John chapter 16 verse 28. You're going to read the word of God there. And by the grace of God, I know that God is going to bless us. John chapter 16 and verse 28. The Bible says, tusome 1, 2, 3. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni tena na uwache. Even time, kwa zamana kwa muda mmoja, life will require you to live. Maisha itakuhitaji utoke. To live what? Kufanya nini? To live some relationship. Ama kuacha mahusiano. To live what? Kuacha nini? To live certain seasons. Kuacha majira tofauti. To live what? Kuacha nini? To live certain position. Kuacha nyadhifa fulani. To live what? Kuacha nini? To live certain places. Kuacha mahali fulani. Just as the Bible has said in the book of Acts of Apostles. Kama vile Biblia imesema. God has determined. Mungu ameweka the seasons. Majira. The place. Mahali. And the times where you will live. Hata wakati mahali utatoka. And once the season is up.
na wakati majira itafika, you will move to the next. utaweza kuondoka uende You kwingine. will move to the next place. Utafika mahali You will kwingine. move to the next season. Utafika katika majira And we ingine. have seen, according to this word, Na kulingana na hili neno, in the book of Isaiah chapter 55 verse 12, kitabu cha Isaya 55:12, God has spoken clearly Mungu amenena about our exit. kana na kutoka kwetu. After we have been somewhere, Baada ya kuwa mahali, after we have been in a relationship, baada ya kukua katika uhusiano, after we have been in a certain season, baada ya kukua katika majira, God has given clear direction. Mungu amepeana He has mwelekeo, given clear instruction amepeana ushauri about our exit. kulingana na kutoka That we are kwetu. not going to exit anyhow. Hatutatoka kwa njia But yote ile, there are some principles that we must observe. lakini kuna kanuni lazima tuzifuate, There are rules and regulations. kuna sheria lazima And if you zifuatwe, follow them to the letter, ya kwamba lazima uzafuate. your exit Kutoka kwako you will never have regrets haitakuwa na majuto after being in that particular time, in that particular place. baada ya kukua katika hapo mahali. Praise the name of the living God. Wanasifiwe. The truth is, Ukweli ni exiting a situation kutoka katika hali is easy. ni rahisi, Living rightly is supernatural. ama kutoka ni katika njia ya kiungu isiyo ya kawaida. Bwana atukuzwe sana. Praise the Lord. Living or exiting a situation Kutoka mahali is so easy. It is so easy. ni rahisi sana, But living rightly lakini kutoka kwa njia ya kirahisi is supernatural. ni njia ya kiungu. The concern of God is on how you exit. Mungu ana haja na vile Tell your utakavyotoka. neighbor the concern of God is how you will exit or how you exit. Pia jirani yako, Mungu ana haja na jinsi As we utakavyotoka. can see, the word, Kama vile ambavyo tumeona kwa neno, or we can learn from the word. ama tunaweza kusoma, The world lives with the following things. nchi inaishi katika When they want to leave a certain place or a certain situation, unapotaka kutoka mahali fulani ya mahali, they live with anger. Number one, they live with anger. unatoka na hasira, They live with bitterness. unatoka na maghadhabu, They live with a lot of gossip. na hata asante sana, They live with a lot of revenge. hata makali ya kutupiza kisasi. But God is calling his people Lakini Mungu anaita watu wake to a higher standard of exit. katika hali ya juu ya How kutoka. are we supposed to exit a place? Tunapaswa kutoka mahali How hapo, are we supposed to exit a relationship? tunapaswa kutoka katika uhusiano aje, With what we call grace-filled exit. tunapaswa kukuwa na neema ya kutoka, Number two, with peace-filled exit. na pia katika amani, And number three, with joy-filled exit. na pia katika furaha. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. The ability to exit right Uwezo wa kutoka is a gift of God grace. ni kalama ya neema ya It is Mungu, not through natural strength. sio katika njia It ya is not by kiungu, power nor might nor strength, sio kwa nguvu ama but uwezo, it is as a result of God grace. lakini ni matokeo ya neema ya Mungu. As we can see in this world, Kama tunavyoona katika hili neno, many believers measure spirituality by how one's pray, waumini wanapima Ukristo na jinsi ambavyo mtu anaomba, by how one's speak, ama jinsi anavyo unaokea, by one house he serve, ama vile anavyotumika, but heaven measures you differently. lakini mbingu inakupima kwa njia tofauti. It is not by how you started. Sio kwa vile ulianza, It is not even how you stand, hata sio vile unavyosimama, but how you live. lakini vile Bible says utakavyotoka. that the end of a matter is crucial than its beginning. Inasema ya kwamba mwisho wa jambo The ni book mwema of kuliko mwanzo. Ecclesiastes chapter 7 and verse 8. Kitabu cha Mhubiri Bible says that better the end of a thing than its beginning. ya kwamba mwisho ni bora kuliko mwanzo, That is the concern of God, that we should end up well. na hii ndio hoja ya Mungu ya kwamba tuweze kumalizia Because vyema. sometimes beginnings are easy Maana wakati mwingine kwanza ni rahisi, and staying is manageable. hata kukaa pale ni mahali unaweza kudhibiti, But exit lakini kutoka expose who you are. inaweza kuonyesha wewe ni nani. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. So when pressure comes, Wakati tuko tunasukumwa, when betrayal hits, ama wakati tunasalitiwa, when separation becomes necessary, ama utengano unakuwa ni lazima, what is inside ni kile ambacho kiko ndani will come out of you. kitaweza kutoka ndani yako. So the question is not about why are you living. Swali sio kwa nini unatoka, The question is who
are you leaving behind? Huyu jamii unaacha nani nyuma? Or how are you living? Ama unatoka kwa njia gani? Allow me to share with you some principles of exit Ni vyema nishiriki nasi as kanuni za far as the kutoka Bible is concerned. kulingana na Biblia. Because time will come Maana wakati utakuja and definitely you will exit. na kwa hakika utatoka. May it be in a relationship. Yaweza kuwa ni uhusiano, May it be in your working place. yaweza kuwa ni mahali pa May it kazi be in your residential place. ama mahali unapoishi. Because actually as you look into your life, Maana kwa hakika unapoangazia maisha yako, before you came here, you are living somewhere. kabla ulifika hapa ulitoka mahali. Before you stepped your feet to Nairobi, you came from the village. Kabla kufika Nairobi uliweza And when kutoka the time nyumbani. was up for you to exit the village, Wakati wako ulifika utoke nyumbani. that is the moment you find yourself here in Nairobi. Sasa ulijipata Nairobi. At the moment you found yourself here in Githurai, Ulipojipata Githurai, probably by God's grace, neema ya Mungu, God can bless you with your land. Mungu anaweza kuweka katika nchi And in yako. one way or another you will find yourself exiting Hali Githurai, nyingine utaweza kujipata not unatoka as a Githurai. result of mistakes, Sio kwa sababu ya makosa, but as a result of blessings. lakini kwa sababu ya I baraka. pray that God is going to bless you. Naomba ya kwamba Mungu God is atakubariki. going to enlarge your Mungu territory. ataweza kuinua mipaka God is yako. going to remember you. Mungu atakumbuka. God is going to pay you a visit. Mungu ataweza And the kukutembelea. moment he visits you, Wakati atakutembelea, I want to declare that he will never leave you empty-handed. nataka kutangaza The way you came vile is ulivyokuja. not the way you will leave this place. You came here empty-handed. Kuja mikono You mitupu. came here walking. Kuja ukitembea. As you exit from this place, Toka mahali you will hapa. be driving yourself Kupitia in kesho. the mighty name of Jesus. You came here as a tenant. Ulikuja kama mtu ambaye But I anakodisha am nyumba. declaring in this altar Lakini natangaza katika that you are mkutano going to come out as a landlord kama utatoka kama in the mwenye mighty nyumba. name of Katika Jesus. jina la Yesu. The end of a matter Mwisho wa jambo is very crucial. ni la muhimu It's sana. very important. Muhimu It is sana. not how you came, Sio vile but it is ulivyokuja. how you will exit this place. And I want to show you, Nataka and I want to share with you Nataka nishiriki nawe principles of life kanuni za that maisha will help your exit zitakazo kusaidia when kutoka that kwako. time came, Na wakati or when that time comes, wakati utafika in the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. Rero cio muriganite mbere no turiuranwo muthenya mumwe no Jirani urithi yako siku moja tutategana. ndirauga matu-ini no urithi Na sio mbinguni utaenda. Sio mbinguni lakini utaenda. ngaria jirani yako mwambie hapa ni nursery. Tena brother, hii ni shule ya chekechea. Hali miche ya miti inapandwa lakini nina expect kuona forest katika jina la Yesu. From this out of this nursery I am expecting to see forest. Katika hapo Forest and forest. misitu na misitu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Najua Mungu amenipea kazi moja ya custodian nikutie maji samadi ukue. God has given me the work of a custodian. When What are you? exit, the time and season ya exit itakapotoka uthi uhandike no kule haria Ngai agutwara. And when one season comes you go Na and mimi get sinaga planted. kinyongo. And the pastor is not Jesus. Mungu akikubariki nasikia vizuri. When God blesses you, he feels good. Kwa hivyo before you leave, Kabla utoke, let me prepare you for your exit. wacha nikutayarishe kutoka kwako. Bwana atukuzwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Yes, I'm saying it is not why you are living, Sio kwa nini unatoka, but it is how you are living. ni vile utakavyotoka. Hiyo ndio itaweza kudetermine your next season, your next level. Hiyo itabainisha hoja yako, malengo yako. So, the principles about exit. Number 1 Kanuni is za kutoka. exit test your heart. Kanuni inajaribu Number moyo wako. one principle is exit. Number 1 principle of exit is that exit test your heart. Kanuni ya kwanza ni ya kwamba kutoka inajaribu moyo wako. Living longly, Kuishi ule kwa urefu, living longly, kuishi kwa njia isiyofaa, kutoka kwa njia isiyofaa, kutoka kwa njia isiyofaa exposes the following: inaweza kubainisha haya: the bitterness in your heart, hasira ndani ya moyo wako, the bitterness, ghadhabu. because you can either you can exit out of this place bitter, Maana unaweza toka ukiwa na hasira, or you can exit out of this place better. ama unaweza toka ukiwa So mtu bora. your exit Hivyo basi kutoka kwako test your heart, inajaribu moyo wako, because living
living wrongly, underline the word living wrongly, exposes the following. Number one, your bitterness. Kutoka kwa jinsi yofaa inaonyesha Number two, it exposes your pride. Ya pili ni kiburi. Number three, it exposes your offense. Na jambo la tatu ni are you leaving this place because you are offended? Usilitoka mahali are you leaving this place because you are bitter? Ni kwa sababu are you leaving this place because of pride? Ama ni kwa sababu ya kiburi. Najua there are some levels of blessings. Mungu akikubariki naye unasikia this place is too low. Kuna viwango vya baraka. Yakobo Mungu akikubariki Yakobo unafikia hapa sifai. Kuweka V8 hapa nje. Na gari ambayo ni kubwa pale ni wish. Parking. This is not my type. Unafikia kwamba sifai hapa. This is not my type. Hapa sifai. Ndio imodo no arathimo nginya ukagea na mweteo wa kuona hati hau. Watu wengine wanabarikiwa mpaka unafikia kwamba sifai hapa. This is not my type. Hii sio lego yako. Shirika wanagalia plastic. Na mimi nimebarikiwa niko na gari. Hata ukitoka tu, unajua kuna gari ambayo ukinunua lazima usimamishwe na askari na kuna gari ukinunua hauwezi simamishwa na askari. Ama mjua hivyo? Kuna gari ambayo ina heshima. Dia vehicles that will attract tourists. Kama Mungu akujalie ujenge nyumba mpaka usema ni toke kwa nyumba ya mawe nikuje kwa hiyo mabati tinie. And sometimes pride maana kibali inaweza kusababisha kuondoka kwako uweze mimi I'm blessed. I'm blessed. Nasema kuhusu your exit. If you exit somewhere wrongly. Hivyo basi naongea kuhusu kama utaweza kutoka kwa njia isiyofaa. Unajua ni nini ambacho kilikuwa moyoni mwako au understand what was in your heart. Bwana atukuze sana. Praise the Lord. Tell your neighbor. Abia jirani. Because I'm talking about the grace. Maana nana kuhusu neema. Neema ya kutoka mahali vizuri. The grace of exiting. Grace protect your heart and character during exit. Neema inalinda moyo na tabia yako wakati kutoka. Grace protect your heart and character during your exit. Neema inalinda moyo na tabia yako wakati wa kutoka. Because your exit hivyo maana kutoka is a reflection of what Christ has formed in you. Inaonyesha kile ambacho Kristo ameweka ndani yako. Because we need Christ to be formed in our life. Maana tunahitaji Kristo awe maishani mwetu. Praise the name of the living God. Asifiwe. So principle number 2 about exit. Kanuni ya pili ya kutoka is that peace is the compass of right exits. Ya kwamba amani ndio inatuonyesha njia ya kutoka. Tell your neighbor. Tell your neighbor jirani. Peace keeps you from burning bridges. Neema inakufanya usiweze kuchoma daraja. It keeps you from burning the bridges. Inakuzuia kuchoma daraja. During your stay here, wakati unaishi hapa, you will get an opportunity of many opportunities, and God will connect you with men and women who will connect you to your destiny. Mungu atakuunganisha na watu watakao kufikisha katika hatima. And when the moment of your exit comes, na wakati kutoka kwako inafika, I plead with you in the name of Jesus. Naomba nawe katika jina la Yesu. Don't burn the bridge. Usichome ile daraja. Tawe mundu ni athia agatulirwo ni njira. Because wakati mwingine unafika chini afika mwisho. Na kama uliondoka hapa vibaya na madharau, kurudi hapa itakuwa shida. And if you exited through contempt, you know you have coming back. Hata ukitoka leader na maintain daraja uisibomoe. Even as you exit, do not demolish the daraja. Hawa watu utawahitaji one day one time. You will need these people. These people you will need them. You will need them. Definitely in one day. Hata katika phone book yako hawa ndio mahali uko na watu wengi ni hapa kwa church. Katika simu yako watu wengi uko na grace keeps you from burning bridges. Neema inakuzuia kuchoma daraja. Grace flows where your heart is aligned with God's direction. Neema inakuunganisha na mahali ambapo njia ya Mungu iko. Because before you move here, maana kabla utoke hapa, God will prepare where you will go next. Mungu atakutayarisha mahali utafika. He will prepare you to the next level of where you will live. Atakutayarisha kiwango kingine utakapoishi. In the Bible, katika Biblia, we can see a man by the name King David. Tunaona mfalme Daudi. When David left the court of Saul, Daudi alipoweza kuongoza, he
he left the courts of Saul several times, alipoacha kuondoka kwa Saulu mara kadhaa, but he never took any revenge, hakuweza kufanya kisasi, because he walked in grace and peace. maana alitembea katika neema na amani. And the end of David, Na mwisho wa Daudi, or when David became the king of the second king of Israel, alipokuwa mfalme wa pili wa it was Israeli, easy for him, ilikuwa rahisi kwake, because he lived by grace. maana aliishi kwa neema. And when the time came to exit, Na wakati ulipofika wa kutoka, he exited with grace but not with bitterness. alitoka kwa neema bali sio kwa The hasira. Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 18, Kitabu cha Warumi 12:18 because I am inasema, emphasizing on this second principle that peace is the compass of right exit. maana nasisitiza hii kanuni ya kwamba amani inakuonyesha njia ya kutoka. Romans chapter 12 verse 18, the Bible says, Warumi 12:18 if it inasema, is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. kama yamkini, kama kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. I pray that the grace of God or the peace of God will keep you. Naomba ya kwamba amani ya Mungu iko hifadhi. Siondoke kama umekosana na kila mtu, hata hauna mtu wako mwema, wewe kila mtu kwa hapa ni adui. Don't just exit with trouble with everybody. Because I'm saying your exit, Maana anasema kwamba kutoka it kwako will reveal the condition of your heart. itadhihirisha Haina haja hali ya utuambie moyo. wewe umeokoka ama hujaokoka, lakini vile utatoka na uende, hivyo ndivyo tutajua wewe ulikuwa mtu wa aina gani. However you exit will determine what kind of person you All are. those days ulijifanya it was just you were just a hypocrite. All the days ambazo ulikuwa hapa inaonyesha ya So kwamba the Bible hauko says mtu wa ukweli. that as long as it depends with you, Kama inalikana nawe, live at peace with all men. ishi katika na Sio amani na watu mtu wa wote. fujo, akikaa kwa wazee ni fujo, wa mama ni fujo, vijana ni fujo, kwa wanalika ni fujo, kwa viongozi ni wewe ukuwa na amani na uishi na amani. Don't be a troublesome person, Na ili wakati utakapoondoka, so that as you exit, amani itakuwa ni ramana yako, the compass. peace will be your compass. Itakuelekeza na utaweza kuenda vizuri katika jina la Yesu Kristo. Peace will give you direction. Principle number 3. Kanuni ya tatu, According to Isaiah chapter 55 verse 12, tunaona ya kwamba joy will protect your spirit during exit. tunaona ya kwamba furaha itaweza Joy will protect your spirit during exits. kanuni itaweza kulinda amani yako wakati wa kutoka, ama Bible furaha says yako that wakati you wa will kutoka. go out in joy Utaweza kutoka kwa amani and ama you kwa will furaha. be led forth in Utaweza peace. kuongozwa kwa furaha. So joy will protect your spirit during exit. Furaha italinda roho yako You wakati wa shall kutoka. go out with joy. Utaweza kuenda kwa furaha. Grace-filled exits Neema ambayo imejaa ama kutoka ambayo kumejawa na neema, are joy-filled exits. imejawa pia na furaha. Grace-filled exits Kutoka ambayo kumejawa na neema, are joy-filled pia exits. kumejawa na furaha. Praise the name of the living Na la God. Bwana lisifiwe. Because joy will shield you Maana furaha from itakulinda every form of bitterness, kutokana na ghadhabu and it yote, will accelerate you na itaweza kupeleka kwa to kasi your next season in the name of katika Jesus. majira yako We have yanayofuata. declared that this year is the year of God's favor and divine acceleration. Tutakaza ya kwamba huu ni mwaka wa So kibali if cha you Mungu want na God to accelerate you Mungu anataka in kuongoza the divine way, katika njia ya kiuku, under the covering of favor, hata katika kufungwa na kibali, you have to have joy. Live with joy, lazima uishi kwa furaha, because joy will shield your heart from bitterness. maana furaha itaweza kulinda na kutokana na ghadhabu. Principle number 4 concerning the grace that we require in order for us to move to exist well Kanuni ya nne tunayohitaji ili tuishi vyema is that ya kwamba obstacles, vizuizi align under God's grace. inaweza kuambatana na neema ya Mungu. According to that verse, Isaiah 55 verse 12, we can see, Isaya 45 mstari wa 10 tunaona, as you live in peace, as you live with joy, unapotoka kwa amani na furaha, the Bible says that the mountains and hills, which stand for obstacles, inasema ya kwamba milima na mabonde inayosimamia vizuizi, yes, will align under God's grace. inaweza kuambatana na neema ya Mungu. Every mountain before you
and every hill before you. milima yote ambayo iko mbele yako. The Bible says that will burst into song before you. Ya kwamba vitatoa nyimbo mbele yako. And all the trees of the field will clap their hands for you. Na miti yote itaweza kupiga makofi kwako. Tell your neighbor you will be celebrated. Ambia jirani yako utaweza You kusherekewa. will be celebrated. Utaweza kusherekewa. Bwana atukuze sana. Praise the Lord. As you exit in peace, you will be celebrated. Utakapotoka kwa amani watu Na watakutasherekea. hata mahali utaenda utaishi kwa amani, maana hata the nature And even will align itself under God's grace. And even in the destination you are going to live, utaweza kuishi katika amani kwa maana In ya other maumbile. words, opposition will become your testimony. Upinzani itakuwa ni ushuhuda wako. Tell your neighbor. Ya jirani. The moment you exit well, Wakati utakapotoka kwa njia inayofaa, the grace upon you will turn resistant into alignment and testimony. neema iliyo ndani yako itaweza kugeuza kukataliwa mpaka ikuwe Every ushuhuda. challenges that you may that you are going to face, Changamoto utakazopatana nazo zitakuwa aligned na zitakuwa your testimony katika jina la Yesu. will be a testimony in the name of Jesus. Number 4, the fifth principle about the good exit Kanuni ya 5 njia nzuri ya kutoka. is that grace enables forgiveness in departure. Neema inawezesha Grace enables forgiveness in departure. Neema inawezesha kusameheana katika njia ya kutoka ama katika kutoka. In the book of Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Efeso 4 mstari wa 32. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, the Bible says, Inasema hivi. we can read together as it appears in the screen. The Bible says, get rid of all bitterness, rage and anger, roaring and slander, along with every form of malice. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Grace-filled exit Kutoka hapo kumechawa na neema, require letting go of offense. inahitaji uweze kuondoa mahali ambapo umekosolewa. Because forgiveness unlocks the divine acceleration for your next season. Maana msamaha inaweza kufungua mkasi katika maisha yako. You need to remember one thing. Wapaswa kukumbuka jambo moja. That you cannot move forward Huwezi kuendelea mbele carrying bitterness, wakati uko na ghadhabu, because grace will free your steps. maana neema itaweza kuongoza kama hatua zako. Ukiweza kuongozwa na neema, If you are led by grace, grace frees your steps. inaweza kuongoza hatua zako, It frees your steps. ama inaweza kuongoza kuendesha hatua zako. Inaachilia hatua zako zinawekwa huru katika jina la Yesu. Your steps are made You free. will never go out with bitterness, Hautatoka na ghadhabu, because grace will enable forgiveness in your departure. maana neema itaweza kukuwezesha usamaha ndani yako. I want to say this, that exiting right Ya kwamba kutoka kwa njia inayofaa is a spiritual powered by grace. inajawa ni nguvu ambayo imejawa na Roho. It is a spiritual discipline powered by grace. Nidhamu ambayo imejawa na Roho. Because grace, Maana neema when you rely on grace, ambayo tunaweza kuigemea it will kutegemea, produce joy, peace itaweza kuleta furaha na and amani, forgiveness in your departure. hata hali ya kusamehana katika njia yako ya kutoka. So God's favor, because this is the year of God's favor, Maana huu ni mwaka wa kibali cha Mungu. will flow when you exit Tunaweza kuona wahai wakati unatoka, and where you will God will establish you. na mahali ambapo Mungu atakuweka. Praise the name of the living Jina God. la Bwana lisifiwe. So I am saying this Nasema hivi because it is good to understand maana ni vyema kuelewa that the way you exit njia ambayo unaweza ama jinsi ambavyo will unatoka determine your next season. itabainisha majira yako It will yanayofuata. determine your next season. Itabainisha majira yako yafuatayo. I have said again and again, Nimesema mara si mara, because it is good for you to understand that exit maana ni vyema kuelewa ya kwamba kutoka reveals what was being formed in you. inadhihirisha kilichokuwa kinaundwa ndani yako. Paul wrote to the church at Galatians, Paulo akaandika katika kanisa la in the Galatia book of Galatians chapter 4 verse 19, 4:19, and this is what he had to say. akasema haya: My little children, for whom I feel again the pain of birth until Christ is formed in you. vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utugu tena mpaka Kristo aubike ndani yenu. Tell your neighbor. Abia jirani, Christ is not
only believed, Kristo sio kuaminiwa tu, he is formed. pia anaubwa. How is he formed? Anaubika aje? He is formed in your thinking. Anaubika katika hali How ya is he kufikiria. formed? Anaubika kivipi? He is formed in your reactions. Katika njia yako ya kuweza How is he formed? Anaubika kivipi? He is formed in your response. Hata katika njia yako ya kujibu. When pressure comes, Wakati unasukumwa, formation is revealed. kuna umbile linalodhihirika. That which was being formed in you will be revealed. Kilichokuwa kinaundwa ndani yako kitadhihirika. And it is so unfortunate, Na ni hali ya kuhuzunisha. because instead of us seeing Christ in you, Badala ya sisi kuona Kristo ndani yako, we see a lot of arrogance. tunaona kiburi. We see a lot of pride. Tunaona njia ya kiburi. May God help us in order for Christ to be formed in us. Mungu atusaidie And I am Kristo saying ndani Christ yetu. is not only believed, but he is formed. Hatufai kuamini tu, lakini pia Kristo aubike. Because your exit is not a moment. Maana kutoka kwako sio wakati tu, It is a manifestation of your formation. ni dhihirisho ya ubile lako. Tell your neighbor. Abia jirani. Pain does not change you, it reveals you. Pain does not change you, it reveals you. Uchungu haikubadili bali Jesus had this to say concerning that. aliweza kusema haya That Yesu, pain does not change us. ya kwamba uchungu It says it haikubadilishi, reveals who we are. inadhihirisha sisi ni In the nani. book of Luke chapter 6 and verse 45, Luka 6:45 this is what the Bible says. inasema haya: A good man brings out what is good from the storehouse of good in his heart, and an evil man brings out what is evil from the storehouse of evil in his heart. The Bible says, for his mouth speak out of the abundance of his heart. mtu mwema katika hazina chema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwevu katika hazina bovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujao moyo wake. So kile kilichokuwa kimekujaa ukiwa hapa kabla hujaenda, Whatever feels before you exit in your heart itadhihirika wakati utakuwa ukienda, shows as you exit, maana tutajua ni nini ambayo ilikuwa ndani yako. because you get to understand what was Because in you. Jesus Christ said, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Maana Yesu Kristo alisema ya kwamba katika Kile utele wa ambacho moyo mdomo unanena. whatever fills your heart, Kinachojaa moyo it mwako will flow easily itaweza kutoka kwa njia rahisi as you open your mouth to speak. unapofungua kinywa chako kunena. When you are hurt, Hivyo wakati umeweza words kuchafuliwa, normally come out of our mouth. maneno hutoka katika vinywa vyetu, Attitude services. ama katika kutumika kwa njia isiyofaa. Attitude services. Yani nia yetu inadhihirika. Our attitude is revealed. Reactions appears. Mahali yetu ya kujibu inaonekana. Pains pull out what was hidden in you. Uchungu inatoa kilichokuwa kimefichika ndani yako. So if you want to exit pain, with bitterness, with pain, with revenge, with pride, Kama unataka kutoka katika ghadhabu na hata kulipiza kisasi, itadhihirika ukitoka ni nini utakuwa ukisema. that will be revealed as you, by the way you speak as you exit. Tell your neighbor. Abia jirani. You don't discover your maturity in comfort. Huwezi kuweza kujua ukomavu wako katika hali You ya utulivu. discover it in conflict. Unaweza kuweza kuichukua Wait bila shida. until you'll be subjected to conflict. Wakati katika ugomvi, Hapa ndio utajulikana utoto yako, utu uzima wako, na umefika wapi kiroho. your childish and your maturity will be known. Bwana atukuze sana. Praise the Lord. So Jesus Christ is our perfect example of Yes. right exit, Yesu Kristo ni mfano kamili ya njia ya kutoka. because we have seen he indicated that he came from the Father and he must go back to his Father. Maana tumeona alisema ya kwamba alitoka kwa Baba na lazima After atoke he kwa Baba. completed his mission, Baada ya kubadilisha kusudi lake, now the time to go back to where he came from. Now when he realized that time is up, he prepared himself. alipojua ya kwamba wakati umefika, aliweza And kujitayarisha. because he is our role model of how we should exit. Na maana yeye ni mfano wetu wa kuiga njia ya kutoka. In the Bible, in the book of Luke chapter 23 and verse 34, Biblia Luka 23 mstari wa 34. while he was on the cross,
wakati alikuwa katika msalaba, because the cross was the highway to his departure. maana msalaba ilikuwa There is njia no way he could have departed from this world going back to the Father without the cross. angetoka ulimwenguni afike kwa Baba So bila while he msalaba. was there on the cross, Alipokuwa katika msalaba, while he was body shamed there, wakati aliweza kuwa kujeruhiwa na so the Bible says that kudharauliwa, they stripped off his clothes Biblia inasema ya kwamba walitoa nguo and zake, he was left with nothing. anakaachwa bila kitu. So our Savior, as naked as he was, Mwokozi wetu akiwa uchi, he said this in the book of Luke chapter 23 verse 34. aliweza kusema na kunena haya, Father, forgive them. Baba wasamehe, Father, forgive them. Baba wasamehe. Bible says, Jesus said, Father, forgive them, Yes, for they do not know what they are doing. Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Bible says that they divided up his clothes by casting loads. Kagawa mavazi yake wakipiga kura. So Jesus was betrayed. Yesu alisalitiwa, He was mocked. aliweza He kudharauliwa, was crucified. na aliweza kusulubiwa. Yet his exit word are, Lakini maneno yake ya kutoka ilikuwa forgive them. wasamehe, Not bitterness. sio ghadhabu, Not revenge. sio hata kulipiza kisasi, Accusation. hata sio kuweza kutoa But mashtaka, forgive them, Father. lakini wasamehe In the Baba, mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. The highest level of Christ Njia kuu ya Kristo is revealed when you can forgive at your lowest moment. inadhihirika wakati unaweza kusameheana ukiwa chini zaidi. Bwana atukuzwe. Praise the Lord. The highest level of Christ is revealed Hali kuu ya Kristo inadhihirika when you can forgive at your lowest moment. wakati unaweza kusameheana ukiwa chini zaidi. Let me show you the difference between the immature exit and Christ-like exit. Wacha nikuonyeshe njia ya kutoka kwa njia isiyo na We start ukumavu with the immature exit. na ya Ukristo. So, a immature exit, Kutoka kusiokuwa na ukomavu, that person will exit gossiping. mtu atatoka akinena He will wengine, exit with a lot of bitterness. ataanza kutoka na ghadhabu, He will exit with revenge in his heart. atatoka na kulipiza kisasi ndani ya moyo, He will have what we call emotional outbursts. ataweza kutoka ama kuweza kunena kwa jinsi That inafaa, person will burn bridges. ataweza kuchoma No daraja matter what happened or no matter what people did to him or her, pasipo kujali walichokufanyia watu. anachukua kiberiti na kumwagia petroli bridge na anaiteketeza moto. They'll burn all the bridges. Ndio jirani yako mwambie usichome bridge. Tell your neighbor, do not burn away burnt bridges. Utahitaji kurudia tena. You might need Hata kama them. hautarudi hapa utahitaji kurudia tena kwa wa? You might not get back where you came from, but you need it. Christ-like exit is not like that. Kutoka kwa Ukristo Because when haikai a hivyo. person leave, Maana wakati mtu anatoka, he exit with peace. anatoka kwa He amani, exit with a silence when necessary. anatoka akiwa amenyamaza mahali kunahitajika. Kadia jirani yako mwambie ukija hatukujua, kwa hivyo ukiondoka Tell your neighbor, wacha as you- kutupiga kananda kameme We did kila not- mtu hapa. You did not know as you came, so as you exit, do not advertise. Wengine wenu ni washirika wangu hata hatujawahi kusalimiana mkono hapa. Some of you are my, Kwa hivyo manake ni kusema bado hatujakaribiana. that means that you are not so close. Vile mtu alikuja, As you came, wacha kupaza sauti na kupanda juu ya hii nyumba hapa juu. Kila mtu anajua. Ukikuja nani uliambia nani? don't advertise as you exit, because as you came, nobody knew. Ulipanda wapi na ile tujue Where did ulikuja? you just cry? Tafadhali tuache mambo mengine ya utoto tafadhali. We should leave some immaturity aspects. Wala tukuze sala. Praise the Lord. Kama ulikuja pole, angalia jirani yako mwambie ikifika kuondoka ondoka pole. If you came quietly, as you leave quietly. Utuache sisi ambaye hatuondoki, maana tuko hapa kukaa. Leave us because you are not exiting. Kuna wengine wetu ambao hatujui mahali ingine ni hapa. There are some of us who do not know anywhere else except Mahali here. ingine ya kupata baraka ni hapa. Others will get God their blessings here. Kwa hivyo ukitaka kuondoka tuache pole, si makelele. Therefore, as you exit, just exit quietly. Najua kuku No, a hen, ikitega tu yai moja jirani mpaka na ni moja yai tu moja. Ina makelele inakuwa huku hujawahi sikia. Tafadhali tupatie break. please give us a break. Tupe break katika jina la Yesu.
So exit with silence when necessary. Toka katika njia ya kunyamaza mahali kunahitajika. When that moment come, exit with forgiveness. Wakati unapofika samehe. We are human beings. Sisi ni wanadamu. Labda tumekukanyaga. Sometimes labda tumekufanya. Maybe you have offended you. Maybe you have said of you. Hata Kiswahili wanasema wa Kikuyu ati madhano wa meki ondo kimwe mati ya wegata. Yugalia jirani yako mwambie nimeshawahi kukukosea, muulize. Ambia jirani yako, have I ever offended you? Muulize tu, nimeshawahi. Uliza jirani, have I ever offended you? Hawezi kujibu maana kuna wakati ulimkosa. They cannot respond because they offended you. Wakati uliongea mambo yake vibaya. You said of them. Kuna wakati ulimuita jina ambalo sio hilo. You insulted them. Kuna wakati ulimfikiria visivyo. Sometimes you thought of them. Ni watu hiyo wanadada kuna tumekoseana. Kwa njia moja ama nyingine we have offended one another. Jirani yako mwambie kwa sababu sisi ni wanadamu. We are human beings. Kukanyagana hiyo ni lazima. We must offend one another. Hata Paulo aliandikia kanisa wa Galatia akasema mkurane lakini msimalizane. Paul says mkurane lakini msimalizane. Yes. Tukurane lakini msimalizane. Ile sio muliganete nikyo gotigeti toro diakonini. That's why I have no. Domo ile nikyo ndagotigiria kyo hano ugo toro diakonini. That's why you have a glory. Kama ningekubaliza ungekuwa hapa. Some of us will not be here. Wakati utakapokuwa unaenda usiende ukikumbuka kukanyagwa. As you exit, do not remember the offense. Nimebebeshwa mizigo, wewe enda tu kama. I've carried all the burdens just. Ondoka uzuri na utuache kama umetusamehe. Tusamehe. Exit peacefully and forgive us. Because the way you exit, maana unavyotoka, it will be determined by your entry somewhere. Itabainishwa na vile unavyoingia mahali. Kama umetoka na makasiriko utapeleka makasiriko kwingine. As you leave bitter, you will get in bitter. Angalia jirani yako mwambie ukitoka hapa toka kwa amani. As you leave here peacefully. Sisemi mnatoka lakini sikia hii neno itatusaidia one day. I'm not encouraging us to leave, but this one will help us. Itatusaidia one day. It will help us one day. Tarehe 23 na 22 mwezi wa 5 2026. Kitaka on the 22nd of March 2026. Ni watatu. Sawa. Si unaona sisi ni wanadamu. We are human beings. Wanadamu wana demodu. I am also a human being. Ndikuzezala. Utakumbuka hili neno. You remember this word. Nikaza mbona kwa dago kegeta ukahorera. Because if you wanted to make noise, nakajagia chini. You just remain calm. Pastor alisema vile nilikuja nito. As you come, leave. Bwana atukuze sana. Praise the Lord. Tuko na roho. Tuko na roho. Are you still spirit filled? Ama nikufikiria unafikiria kama uko na roho. So Christ like exit is you exit with forgiveness. Kutoka kwa njia ya Kristo tunatoka kwa kusameheana. With what we call dignity. Hata tukiwa na hali ama na dhamani yetu ya juu. We exit with as you trust God. Utapomwamini Mungu. Tell your neighbor. Pia jirani. Your reaction in departure. Kujibu kwako katika kutoka. Your reaction in departure. Jinsi unavyojibu kwako. Jinsi unavyotoka na kujibu. Defines your level of transformation. Inaonyesha njia yako ya mabadiliko yako. Because transformation normally happens the moment you believe the word of God, you apply it over your life, then that change grow in you. Maana mabadiliko inafika katika Christ in you will be seen. Hiyo mabadiliko inakuwa ndani yako na Kristo ndani yako atadhihirika. Maana ni vizuri ukitoka utoke na Kristo katika jina la Yesu Kristo. Because jirani yako mwambie usitoke na makasiriko, toka na Kristo katika jina la Yesu. It's important to exit with Christ. The danger of living without Christ is of the following. Napomalizia katika jina la Yesu Kristo. Hatari ya kuishi pasipo na Kristo ni the danger of living without Christ. Unaweza kutoka lakini utoke bila Kristo. Umetoka na makasiriko, umetoka na mahasira, umetoka na mambo mengi. Hatari ya kutoka pasipo na Kristo. Tell your neighbor. Jirani. You can be right in living. Unaweza kutoka kwa njia ya kutoka. You can be right in living. Unaweza kutoka, unaweza kuwa unapaswa kutoka. Wrong in spirit. Lakini kwa roho haistahili. Let me say come up again. You can be right in living. Inaweza kuwa inastahili utoke. But wrong in spirit. Lakini kwa kiroho haistahili. Many people live situations. Watu wanaishi toka katika hali. But leave Christ behind in their behavior. Lakini wanaacha Kristo nyuma. Tabia zako zinadhihirika, hii hakuna Kristo.
Huyu kuokoka ilikuwa mbali kama pigo na dunia. Their characters depict otherwise. Bwana atukuze sana. Praise the Lord. So heaven is not only concerned with the event of living. Mbingu haiangazii njia ama tukio ya kutoka. It is concerned with your response during your living. Inaangazia jinsi utakavyojibu unapotoka. Because your exit is a test of inner life. Maana kutoka kwako inajaribu maisha yako ya kidani. Because a healthy exit, maana kutoka ambapo kuna afya, preserve your destiny. It preserve your destiny. Inahifadhi hatima yako. Bitterness delays destiny. Ghadhabu inaweza kukawia. Offense blocks destiny. Kukosewa inaweza kufanya. And forgiveness hinders prayer. Na kutosameheana inafanya maombi yasijibiwe. Because how you live, maana unavyotoka, determine how you enter the next season. Inabainisha jinsi utakavyoingia katika majira yafuatayo. Tell your neighbor be upstanding. Mwambie rogama, mwambie be upstanding. Jirani simama. Na umwambie neno hili la mwisho, mwambie you cannot enter your next level carrying a polluted spirit. Huwezi ingia katika kiwango kingine unapobeba roho ambayo imechafuka. Maana Biblia imesema kwamba it is appointed. Maana Biblia inasema ya kwamba inaweza kuamuliwa. Utakaa hapa kwa muda ambao Mungu ameamuru. You remain here up to the point that God has appointed. Ambacho Mungu anataka utimize. You fulfill whatever God has wanted you to fulfill. Lakini itakapofika wakati wa kuondoka, but as the time to exit comes, Mungu atakuwa amekuandalia mahali kwingine atakupeleka. God will have prepared you elsewhere. Ninaomba utoke hapa kama vile Waisraeli walivyotoka Misri. I pray that you exit in the ways that Israel exited Misri. Flooded the whole land of Egypt. Because they flooded the whole world. They came out with gold. Waliweza kutoka na dhahabu. They came out with silver. Hata na silver. They came out with bronze. Waliweza kutoka na They came out heavily loaded. Waliweza kutoka na mizigo yote. Na hivyo ndivyo ambavyo ningeomba kutoka kwako hapa ifike wakati na kiwango kama hicho. And this is what I pray for you. Na kwamba usitoke hapa na makasiriko, lakini utoke hapa na kitu. Do not exit here bitter, but leave here with something. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Utoke hapa ukiwa na kitu kwa mkono wako. May you live here with something in your heart. Mungu akujalie kutoka kwako hapa. May God protect you living here. Utoke na kitu katika jina la Yesu. Such that as you exit you will have something. Nataka tuende mbele za Bwana tumwambie Bwana tusaidie. May you go before the presence of the Lord and sio tu kuishi vema, lakini hata kukaa vema na kutoka vema. To enter or to get to a place properly and maana nimesema ya kwamba vile unavyotoka inabainisha vile ulivyoishi. Because how you exit will determine how you live. Naomba Bwana akuwezeshe kuwa ukitoka mahali hapa. I pray that the Lord may enable you as you exit here. Kutoka mahali hapa. You exit from here. Utoke hapa na heshima. You exit honorably. Utoke hapa ukiwa tajiri. You exit here tajiri wa mali na tajiri wa heshima. In spirit and in property. Utoke hapa na sifa njema. You live here in good spirit. Mahali Mungu anakupeleka. Because whatever God is taking you. Anakupeleka mahali pale ukapanuke. He will take you to prosper. Anakupeleka mahali pale ukaheshimike. He will take there so that you can be honored. Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Sio tu kuishi vema. Not just to live properly. Sio tu kusimama vema. Not just to stand well. Lakini itakapofika wakati wa kutoka nitoke vema. But as time comes to exit, hayo ndio makusudi ya Mungu katika jina la Yesu. The purpose of God. Ni nini hii ambayo umebeba? What is this that you have carried? Ndani ya moyo wako. Is it bitterness? Is it pride? Is it revenge? Is it unforgiveness? Mwambie Bwana ninaiacha yote katika jina la Yesu. So that you may leave it behind. Nataka Bwana kuishi nikiwa huru. So that you can live free. Niishi huru. I may live free. Nitakapotoka nitoke huru. And as I live I may live free. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hebu angalia moyo wako. Place your heart. Just examine your heart. Uweza kutathmini moyo wako. How many people have they offended you? Watu wangapi wamekukosea? How many people ambao tunasema sitawahi msamehe? Watu wangapi ambao unasema I will never forgive them? Nataka kumwambia Bwana tusaidie. Ask God to achilia wote. Release everything and everyone. So that you can embrace Christ. Iliweza release them all. Iliweza so that you can embrace Christ. Iliweza kukupatia Kristo. Nataka kusikia kila mtu akijiombea moyo wake. You never know, Yesu anaweza akarudi leo. Anaweza kurudi leo.
achilia amani yako katika jina. Nataka nitoke na niishi na amani, nitoke na niishi na furaha ya wokovu.